Haya, Matendo ya Mitume 2:38 inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa watu watakaoitwa na Bwana Mungu wenu wamjue. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunaenda kubatiza ndugu zetu kwa jina la Yesu, na hii ahadi ni ahadi ambayo Yesu Kristo alikuwa ameachia mitume ya kwamba wafanye hivyo. So nasi tunafanya hivi si kwa ajili ya yetu tu, bali ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na tena ni kwa ajili ya kwa sababu mtu unapokaa chini ya jua, kuna uwezekano dhambi umefanya, ama kuna uwezekano ulikuwa unafanya dhambi, lakini hapa Biblia inasema ya kwamba kila mmoja atubu na akaiache dhambi na akabatizwe katika jina la nini? La Yesu. Bwana asifiwe. So asubuhi ya leo tunapoenda kubatiza kila mmoja, tunaamini ya kwamba unapofanya dhambi, kuna uwezekano hiyo dhambi inakaa tu, na unapotubu na ukubatizwa unakuwa kiumbe kipya. Unapotubu ukabatizwa unakuwa kiumbe kipya, yale ya kale yote inaizika. Tunafanya mfano ya kwamba unazikwa na Yesu, hizo dhambi zote unaoshwa kupitia kwa hiyo maji, na unapoamka ndani unakuwa kiumbe kipya. Yale kale yote, yale dhambi zote, ile mambo yote ulikuwa unafanya namna gani? Itakuwa umeiosha. Tunatumia hiyo maji kwa mfano wa kuoshwa kwa damu ya Yesu na kufufuka damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nifuatishe hiyo kamera. Hazo sienda pole tunajua. Unapima na mguu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Baba, asubuhi ya leo huku kamera. Udah nami ndogo za KF. Ni hapo. Naweza kata sasa. Kwanza lenyewe nasema. Kata hapo nasema.
hakuna siku nyingine. Jikata kuja kata. Mbona? Ama hata